siku ya leo ni kwa sababu yeye ni mwamba na yeye ni mwema tena na ni nguzo ndani ya maisha yetu. Na tunapata neno nzuri la Mungu ambalo limetujenga. Najua kwamba siku ya leo tumekula chakula kingine chakula takatifu ambaye ni neno la Mungu. Sema amen. Kwa hivyo namshukuru Mungu ni kwa sababu yale anayezidi kuyatenda baada ya masaa mengine mwanadamu hatuwezi. Tunakuwa tumefunikwa na mwovu shetani kwa mara nyingi sisi kukosa kufunguliwa na kukosa kusonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo namshukuru Bwana kwa sababu unapoangalia watumishi wa Mungu wa kale walijitolea sana kwa bidii kufanya kazi ya Mungu. Si kama leo hii kazi ya Mungu inakuwa ni ngumu watu kuifanya. Hata watu kujituma inakuwa ni shida. Watu wa kale walitembea sana safari ndefu, wakitembea kwa miguu zao kwa ajili ya kazi ya Mungu. Hawakutaka faida kwao na wala hawakutaka chochote kwao. Walitaka jina la Yesu Kristo liweze kuinuliwa na kufunguliwa. Sema amen. Na ndipo siku ya leo wapendwa watu wa Mungu, ni vyema siku zote tutamani sana kazi ya Mungu kwa ndani mwetu na tukafanya kwa bidii na moyo, ili kwa kumjua Mungu ana uwezo na nguvu na mamlaka. Bwana Yesu apewe sifa. Naomba mama wetu Ruth shirikiza hiyo group ambayo inatoka at least kwa na mama mmoja. Mungu ni nzuri siku zote unapomkimbilia Bwana ndani ya maisha yetu. Tunapojitolea katika moyo ulio mmoja, unapata tunafunguliwa zaidi na tunapata baraka tele. Bwana Yesu apewe sifa. Na ndio maana nikasema Jumapili iliyopita, leo mali hapa hatuna viongozi. Viongozi wanataka turudi kwa maombi, tumuite Mungu na tumulilie Bwana. Na nikasema kwamba nitachunua kina nani waliosimama katika msingi wa Bwana, wale ambao watajionyesha ya kwamba kulikuwa kukaenda kwa kumtafuta Mungu kwa urejesho wa Bwana. Basi Bwana atatengeneza na kunyosha mapito yaliyokuwa yamekunjika. Bwana kalainishe na kuisimamisha katika msingi ulio wa Yesu Kristo. Sema amen. Kwa hivyo kuna sababu ya kwamba Mungu kuwa nasi siku ya leo mahali hapa. Kuna sababu ya kwamba Bwana kunena nasi jinsi apendavyo. Mtu wa Mungu, siku zote tunapendwa na Mungu. Maisha yetu tunaomba mwachie Bwana anatenda kazi. Hakuna jambo lile nzito machoni pa Bwana. Anasema tumtafute Mungu madamu anapatikana. Hamna jambo ambalo Bwana hawezi kulitenda. Anasema hata ukiwa peke yako Mungu atatenda. Hata kama unaomba na ufunge na uwe na imani yako moja, Mungu atatenda. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Yesu anaweza na nguvu na mamlaka. Lakini sisi tunataka tutendewe, tuone miujiza. Ndio ya kwamba Mungu anatenda. Mtu mmoja kama analia sana jana, akiuliza akisema ya kwamba heni manabii tunajitokeza siku zote kwa television, tunatoa ujumbe wa kesho wa kukufa, tunatoa ujumbe kesho wa kuinuliwa. Mbona hatukufunga hii kifo? Bwana Yesu apewe. Watu wa Mungu nikaona kwamba wengi tunaangamia, maana tumekosa hekima ya Suleimani. Tumekosa kumkimbilia Bwana siku zote. Tumekosa kujitegemea kwa magoti yetu kuomba. Tumekosa kumtafuta Mungu. Tumekosa kushuhudia neno la Bwana likatuweke huru na likatuweke wazi. Sema amen. Tutaangamia bado. Tutazidi kupotea. Tutamlaumu Mungu. Ni kwa nini? Ni kwa nini haikufanyika? Ni kwa nini haikuendeka? Ni kwa nini haikutekelezwa? Ndipo nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu amehubiri jambo mahali hapa ambalo ni nzuri. Unapoangalia Musa mtumishi wa Mungu, watu walirudi wakimlilia, wakasema ni kwa nini? Walisema tunaenda kukula mana. Walisema ni nchi iliyotakasika. Wamejiuliza ni kwa nini? Basi leo tumesimama mahali hapa ni kwa sababu ya mkono wa Mungu. Ni vitu vyote viko mahali hapa. Ni asali mana yote
pamoja nao. Maana Bwana atasimama pamoja nao. Mungu atawafungulia milango zao. Kuna Mungu atatenda mambo makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Basi Bwana anakuwa msaada mkubwa. Sema amen. Una uwezo na ufunguo dada yangu. Una uwezo mpendwa mtu wa Mungu. Unapomsogelea Mungu baraka zako zitashuka. Unapomsogelea Bwana utafunguliwa maisha yako na kilio chako. Kuna vitu vingine hatufunguliwi. Kuna vitu vingine hatuonyeshi. Kwa sababu umekaa kando na Mungu. Sema amen. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Neno la busara ni neno la ajabu. Neno la busara ni neno la hekima. Unapokuwa na hekima ndani mwako, vitu vingine vinakuja tu. Vitu vinafunguka, vinakuteremka kwa sababu ya busara ulio nayo. Sema amen. Lakini tukikosa hekima ndani mwetu, hatuwezi tukapata jambo la busara. Haleluya. Haleluya. Tutafunga, tutasumbuka. Tutahangaika, tutaenda mbali. Tukitaka baraka tufunguliwe. Bwana Yesu pesa. Nikaona jenga dada mmoja jana. Nikamwambia dada yangu tunasumbuka. Mungu anasema ya kwamba hata akishuka leo, kila jicho litamuona. Tunahangaika, tunatupwa. Kama wimbo ambaye tupwa alisema. Watu wa Mungu wanatupwa. Hawataki kusimama kwa msingi wa Yesu. Amesema kila jicho litamtazama. Akaniambia ni kwa nini mtumishi wa Mungu? Nikamwambia kila jicho litamtazama. Unaposimama katika neno la Mungu, Mungu hawezi akakuacha jinsi ulivyo. Tunawachwa kwa sababu tumesonga mbali na Mungu. Tunawachwa ni kwa sababu tumkimbilie Bwana. Tunakimbilia faida zetu peke yake. Tunakimbilia magari na nyumba kubwa. Tunakimbilia ni fedha na mali. Tumekataa kumtafuta Mungu. Bwana Yesu pesa. Uache leo ukose kitu. Uanze kunisumbua. Oh nabii. Oh nabii. Nimewachwa na mzee. Ulisema niombe. Oh sina pesa. Oh sina hii. Oh sina hii. Hata Musa alisumbuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anaonyesha njia kwenda mbinguni. Anaonyesha makano ya Mungu. Lakini wengi hawakutaka kusikiliza. Wengi hawakutaka kuchukua jukumu. Basi nikamwambia nasonga mbele. Uache kutazamia ulimwengu. Maana utabaki kwenye njia panda. Utakosa kujua ni nani. Tusimame katika mto wa Mungu. Bwana Yesu pesa. Wimbo inasema tusio watu haya. Yaani watu wa kuhangaika hapa na pale. Tutapoteza vitu tulivyo navyo. Wakati mwingine nikasema tunachukua taa zetu, wengine wanaenda kuzitumia. Sema amen. Haleluya. Tunatumiwa, taa zetu zinatumiwa na watu wengine wa nje. Umekataa kuchukua taa yako uweke imulike. Unataka mtu wa nje atumie taa yako kumulika. Bwana Yesu pesa. Watu wanauliza kwa nini mtumishi wewe unafundisha ile kitu? Maana naona wengi tunaangamia kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu pesa. Kuna ndugu mmoja alikuja katika kanisa. Ilikuwa mwaka wa 207. 207 alikuja mahali hapa. Na walikuja kwa kikundi kikubwa sana. Wakaomba nikawasaidia. Wakafunguliwa wakaja wakatoweka. Akawa anarudi maombi. Baadaye wakarudi na kanisa. Ilikuwa ni 2021. Waliporudi na kanisa mahali hapa, wakaja wakiwa timu kubwa, walipasua kanisa. Walipopasua kanisa wakaungana, wakawa walikuwa pamoja. Wakarudi tena wakawachana. Akamwacha mwenzie akarudi peke yake. Akajikaza. Akaanza kikundi ya maombi. Akachukua watu mahali hapa kanisani. Kuna dada alikuwa anaitwa Elizabeth Vienda. Pamoja na msichana wake. Pamoja na mtoto mama mwingine mahali hapa. Wakawa kikundi pamoja na Diana. Wakawa wanatembea. Wakawa naomba mama Florence alikuwa ndani. Nikaambia mama Florence hakika ni maombi. Hakika mnasoma mnaenda. Kweli kabisa hii ni maombi mnaomba. Akaambia mtumishi wa Mungu tunaomba. Basi ilipokuwa tunasoma. Hizi sura zote tunaziona kanisani. Wote wakaenda wakapotea. Akabakia yeye peke yake mama Florence. Ni kwa sababu nilitoa tu macho. Akarudisha mguu wake nyuma. Akaona
asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalieni viketi vimebaki. Ni kwa sababu ya nyinyi wapendwa. Angalieni viketi vimebakia. Ni kwa sababu ya nyinyi wapendwa. Wanaenda mnachafua, mnaharibu. Mnasema tunatengeneza. Mnasema tunafunguliwa. Mnasema tunajazwa. Tunasema tunainuliwa. Roho ngapi za watu mumeua? Roho za ngapi za watu zimevunjika? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo chinada yuko na wengine hawako. Sema amen. Basi mlitaka hivyo, imekuwa, tusonge mbele. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, neno la Mungu uko nalo. Mungu amekupatia neno la Bwana. Mungu amewacha neema ndani yako. Mungu amemulika taa iliyo nzuri. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nani asiyejua Diana? Nani asiyejua Diana jinsi nilijitolea? Jinsi nilijinyima na pesa zangu. Nikamtengenezea mpaka na Shiriana shenyenga kwejira ingo Korisina zakazi karira katamya ndo chosine miruka chishana surera salapa polisi Shiriana inyanga kwejira ingo Korisina zakazi karira katamya ndo ni kama nauliza watu wakiwa na shida ni nini? Wanasema ni watu ambao wanaenda wanatupatia maneno. Watu wakiwa Mungu awasaidie sana. Mungu awasamehe. Vinywa vyenu Mungu atakase. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atakase vinywa vyenu ili mumrudie Mungu aweze kuwatetea kwa maisha yenu. Maana unapoua mtu mmoja umekuwa umeua watu zaidi ya 100. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anajiuliza, anasema askofu anasema nini? Si nimekuwa na watu wakinywa jana. Hata si tulikuwa nini jana? Si tulisikia maneno? Yes. Sitakuwa kinywa mimi. Sema amen. Kwa hivyo tusimame katika pengo la Mungu. Tuache watu kuwa kuhangaika huku na kule. Tusimame katika msingi uliotekelezwa na kujengwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kanima mimi sijawahi tangu nisimame hapa kwa huduma kwa sababu ya jambo la busara. Sijawahi bomoa mtu kwa ajili ya huduma wake. Hata nikijua mchungaji ana majini na madawa, siwezi nikakubomoa. Yangu ni kukuombea niende direct kwa kazi ambayo nataka kwako. Nisiende kwa ajili ya kukukonga ndipo nipate kukufungua. Bwana Yesu asifiwe. Huduma haiendi hivyo wapendwa. Hivyo ni kuwa huduma. Hivyo anaua huduma wa hapo. Anataka kuona headquarter imeisha. Iwe furaha yake. Bwana Yesu asifiwe. Anataka kuona headquarter imefanya nini? Imeisha. Ndio kesho wao wanachekelea. Kwa hivyo wale ambao wanaenda kule, umeona sasa. Ichekelewe raha yenu. Kiji tocha utakaso. Fanisi, umeona faida? Susan, umeona faida? Ana yo uwezo kuni awoko kokijito. Mimi nibaki nikinyoreshwa, mimi nibaki nikisema raha yenu. Asante Bwana. Sifunga na kwa hiyo nimepata utakaso. Tumeliwacha maagizo ya Mungu. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tusifuate miujiza tu, tufuate injili ya Jehova. Kumbuka ni maana gani ulikotoka, ulioshoka katika. Bwana Yesu asifiwe.
twende wa pili, watatu unapeleka, wa nne unapeleka, watano unapeleka, unaua kanisa. Sema amen. Amen. Tusimame katika msingi ambao ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata wakati ambapo Alison Ng'ang'a kukuja, kuna wengi walicheka. Kanasemanga. I wish ningekupatia message katika simu yangu. Tunajua kweli mtumishi wa Mungu wetu atutanganyani. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakaambia kwamba msiende kwa askofu, alizika mtoto juzi. Ukienda huko watoto wengi watakufa. Oh, Mungu wa Israeli. Tusimame katika neno la Mungu. Neno la Bwana ni la msingi. Linaweza kukutubadilisha. Nifungulie kitabu cha Methali 28 mlango wa 17. Mlango wa 18. 17:18.